Krismasi ya majonzi Tabora. Ikiwa jana tarehe 25 Disemba ilikuwa siku ya kufurahia na kusherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo, siku inayoadhimishwa na waumini wengi wa dini ya Kikristo duniani na hapa nchini Tanzania, hali ilikuwa tofauti kwa baadhi ya wakazi wa manispaa ya Tabora mkoani Tabora. Kwao siku hiyo iligeuka kuwa majonzi na vilio kufuatia majanga na maafa yaliyosababishwa na mvua nyingi zinazoendelea kunyesha mkoani humo. Tukio la kwanza la majonzi lilihusisha kifo cha mtoto aliyefahamika kwa jina la Samiri Adam mwenye umri wa miaka mitatu, mkazi wa kata ya Ngwambo, manispaa ya Tabora, mkoa wa Tabora, aliyekufa maji baada ya kudumbukia kwenye shimo la maji taka wakati akiwa anacheza na wenzake. Baba mzazi wa mtoto huyo amesema alipokea taarifa ya kudumbukia kwa mwanawe kutoka kwa bibi wa mtoto, ambapo alikuta viatu vikielea juu ya maji na kuanza kumtoa ndani ya maji hayo. Alisema walimpa huduma ya kwanza na baadaye kumpeleka hospitali ambako alifariki dunia alipokuwa akipatiwa matibabu. Naitwa Adamu Ibrahimu. Mimi nimetoka katika kazi zangu, nilikuwa nimelala ndani, nimefika nikalala ndani. Nimepumzika, mara nikaja kuamshwa na bibi yake na ule mtoto. Nilipotoka tu nikakimbia. Nilipokuja hapa nikakuta viatu viko juu ya maji. Nilipoingia ndani nikamgusa, nikamsogea na kumtoa. Baada ya hapo tukawa tumeanza kumkamua maji. Tulipoona kwamba hali inatushinda, tukabidi tuchukue boda twende hospitali. Mtoto ulipomchukua alikuwa katika hali gani? Alikuwa hapumui. Na mvua zimenyesha, shimo lile limejaa maji, na matokeo yake watoto sasa wamepita pembeni ya shimo hilo, wamedumbukia kwa sababu halikuwa na usalama wowote, lilikuwa liko wazi. Kwa hiyo watoto wamepita pale, wamedumbukia, lakini kwa taarifa ni kwamba mtoto aliyedumbukia pale tayari amefariki. Na hatua ambazo nimeshazichukua, sema tu ni wananchi wangu hawafati utaratibu. Tumeshatoa taarifa sana kwamba kila mwananchi ambaye ana mashimo nyumbani kwake, kama ni maji taka afunike, tena afunike kwa utaalamu unaotakiwa ili hata kesho lisilete madhara. Lakini unakuta wengine wanachimba hata visima vya maji hawafuniki, lakini kila wakati tunawaambia. Unaona? Sasa tunataka tuchukue hatua kali kwa yeyote ambaye ataonekana na mashimo nyumbani kwake hajafanya utaratibu wowote. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake, kwa sababu tunaona sasa watu wanapoteza maisha. Kufuatia tukio hilo, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi hilo Roshpei Lazia, amewataka wazazi na walezi kuwalinda watoto wao wasicheze karibu na vyanzo vya maji, hususan katika kipindi hiki cha mvua ili kuepuka matukio kama hayo. Narudia kusema kila wakati kwamba kipindi hiki cha mvua watu wawe na tahadhari. Tahadhari katika maeneo mawili. La kwanza, makini na watoto sana. Watoto sasa hivi wako likizo. Watoto hawa usipokuwa makini nao wanaweza tu kaingia kwenye majanga kama iliyotokea leo hapa. Kwa hiyo wawe makini na watoto. Lakini pia wawe makini nao wakati wa sikukuu pia watu wawe makini. Kwa sababu mvua sasa hivi zinanyesha. Madimbwi, mtu anaweza kuona dimbwi ni dogo kumbe ni refu. Lakini natoa wito kwa watu wanaojenga. Kwanza wanapojenga wazingatie taratibu za kujenga. Taratibu huruhusiwi kuacha karo likiwa wazi namna hii au kisima au shimo lolote, inatakiwa ulifunike. Katika tukio lingine, zaidi ya nyumba 100 katika kata ya Malolo na Mwinyi manispaa ya Tabora mkoani Tabora zilizingirwa na maji, huku afisa usafirishaji yani bodaboda na mama mmoja wakinusurika kusombwa na maji kufuatia mvua kubwa iliyonyesha kwa takriban saa 5 na kusababisha mafuriko. Akizungumza, afisa usafirishaji Abdalla Isa alisema kutokana na barabara kujaa maji, hali iliyosababisha kushindwa kuelewa njia sahihi ya kupitia, aliingia mtaroni. Alisema maji yalikuwa na kasi kubwa kiasi cha kumsomba yeye, abiria wake pamoja na pikipiki hadi walipookolewa na wananchi kwa kushirikiana na jeshi la zimamoto. Nilikuwa na abiria, huyo abiria alikuwa na mtoto mdogo. Umeona, ndio tayari yale maji yakawa yamenivutia kwenye ile mitaro ya upande wa kushoto hapo. Ndio ikawa tayari imenivugumiza moja kwa moja. Mimi nikaenda nimeshikilia mkono mmoja nimeshikilia pikipiki,
Kuna mmoja nilikuwa nimshikilia yule mdada ambaye alikuwa ni abiria wangu ambaye alikuwa ana huyo mtoto mdogo. Ikawa mimi tukokota moja kwa moja mpaka kwenye ile daraja hapo katikati la kuvukia kwenye nyumba ya katikati hapo. Kwa ile pikipiki ikawa imeenda kwa chini, mimi ile daraja lilikuwa limenizuia kifuani. Kwa pale ndo nikajua kwamba ile pikipiki nimeacha maeneo gani. Kwa mimi nikajivuta kwenda upande wa juu wa ile daraja. Yule mama tayari akawa kuna vijana wenzetu, bodaboda wenzetu wakawa wamefika tayari kwenda kuja kumuokoa na kwa amemwaisha hospitali. Na huyo abiria wako? Abiria wangu labda mtoto tu ndo alikuta ameanza kunywa maji, ila wakawa wamemwahi bodaboda wenzetu. Mimi nilikuwa naomba serikali watuangalie wananchi wa Komba Masai kwa sababu tunateseka. Kwanza tuna watoto. Pili sisi wamama ni hatarishi na haya maji tunayokuepo. Kwa sababu haya maji huko juu wengine wanafungulia vyoo. Mara nyingi unakuta maji tunayopita yanakuwa na vinyesi. Harufu kabisa na yanaingia ndani. Kwa hiyo kunaweza kuwa katokea mlipuko wa kipindupindu. Watoto wetu wenyewe kama hivi ni wadogo. Na wakati mwingine unakuta watoto wanachezea maji kama mtalo kijani hatari. Kuna watoto mtu anakuwa huko nyumbani. Kuna mtoto alikuwa mdogo anavuka. Katika ile hali ya kumwokoa mtoto, mimi ndio nikawa nimedumbukia. Kwa hiyo msaada nilokuwa nimeupata ni huyo kaka ndio alionifuata kule. Yaani maji yameshanipeleka paka kule, ndio nikawa nimetolewa, ndio kurudishwa paka hapa nyumbani. Kwa hiyo kwa kifupi maji yalikuwa yameingia paka ndani, yani pote hapaonekani. Tunaomba yale tuwekewe yale ya kuvukia. Tuwekewe yale ya kuvukia kwa sababu mimi kilichoniponza kuokoa mtoto ndio nilipodumbukia hapa. Na ninafikiri paka saizi nisingemwokoa yule mtoto angekuwa amekufa. Mimi ni mtu mzima kidogo nilikuwa na afadhali. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi hilo, Oshpei Lazia, aliwasisitiza wananchi kuhama kwa muda kwenye maeneo hatarishi katika kipindi hiki cha mvua. Wito tu ni kwamba watu wasichezee maji sasa, yani wasipite eneo kwa sababu hawajui hii ndio njia au hapa sasa imekuwa mtaro. Lakini pia mvua ndio kwanza zimeanza ndugu zangu. Ikiwezekana kwa sasa hivi mtoke kwanza hapa, mtafute mahali pa kuishi ambayo pako safe. Sasa hivi hali sio nzuri. Mvua ndio kwanza zinaanza hivi. Nashauri watu watoke sasa hivi maeneo hayo. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.